Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na neema iliyo ndani yako. Sasa ukiitambua neema ya Mungu, huwezi kuwa na wivu na mtu, hutaweza kumpiga mtu yoyote vita. Ukiitambua neema ya Mungu, huwezi kufanya vita na mtu. Utakapomwona mwenzako amefanikiwa, ukimwona mwenzako ameteuliwa, ukimwona mwenzako amefanikiwa, ukimwona mwenzako ameolewa, mwenzako ameoa, mwenzako amejenga, hutakuwa na wivu. Okay, nasikia Roho Mtakatifu niseme hivi. Ukimwona mtu mwenye wivu, maana yake haielewi neema ya Mungu, hajui kama kuna neema ya Mungu, hajui kama kuna neema ya Mungu. Lakini ukijua kwamba ipo neema ya Mungu, huwezi kuwa na wivu na mtu, utasikia tu ni neema. Sasa utamwona mtumishi wa Mungu ana huduma kubwa, lakini napotokea mwenzake ana huduma kubwa zaidi, unaanza kuona maneno, unaanza kuona wivu, unaanza kuona maneno ya kejeli, kashfa. Hujatambua neema ya Mungu. Ujue hiyo ni neema ya Mungu imempeleka huko, na wewe pia neema ya Mungu yako itakupeleka huko. Kila mtu na neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeanza kusema kila mtu amezaliwa ama amechaguliwa kwa kusudi la Mungu. Hebu nikusomee kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya kwanza. Paulo alikuwa anawaambia Wagalatia sura ile ya kwanza na ule mstari wa 15. Sikiliza. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Unaona, alitengwa tangu tumboni kwa mama yake. Hata kule kuitwa, narudia tena, hata kule kuitwa ni kwa neema ya Mungu. Hata kule kutengwa tumboni kwa mama yako ni kwa neema ya Mungu. Mungu ndiye anayetengaga watu tangu matumboni, anawaita kwa neema yake. Mungu anaita mtu kwa neema yake. Sikiliza, watu hawajiiti. Huwezi kujiita. Mungu ndiye Biblia inasema naye akaniita kwa neema yake, maanake akamuita akawa mtume kwa neema yake. Kwa hiyo tunaitwa kwa neema, tunapendelewa. Ni wema wa Mungu, ni upendo wa Mungu usiwe na masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliyeniita akaniita kwa neema yake, ameitwa kwenye huo utumishi kwa neema yake. Sasa ukiitambua neema ya Mungu ndio inaitaga watu. Huwezi kugombana na watu, huwezi kugombana na watumishi wenzako, huwezi kugombana na mfanyabiashara mwenzako, huwezi kugombana na ndugu yako yoyote. Sikiliza, watoto wa tumbo moja, kila mmoja anaitwa kwa neema yake, kila mmoja kwa neema yake. Ninashangaaga sana napoona mtumishi wa Mungu anahangaika na mtumishi wa Mungu mwingine, na kila mtu ana neema yake. Kila mtu ana neema yake, kila mmoja ameitwa kwa neema yake. Hata hapo kazini ulipo, wewe unayenisikia, unayefanya biashara, huyu mwenzangu anauza sana, ni neema yake, ameitwa kwa neema yake. Na wewe baada ya maombi haya, neema ya Mungu itakupeleka. Kwa hiyo usifanye kitu kwa kuiga. Nakumbushwa, wewe hujaitwa kuwa mtumwa wa mtu. Kila mtu akae mbele ya Mungu sawa sawa na alivyoitwa. Hatukuitwa, hatukuchaguliwa ili tuwe watumwa. Tumenunuliwa kwa thamani ili tusiwe watumwa wa wanadamu. Okay, nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba ukisoma pia tena ile Wagalatia sura ya pili, ule mstari kuanzia mstari wa kwanza, kwa muda wangu sio mrefu sana, utasoma kwa wakati wako. Lakini mstari wa 9 unasema, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa ya kuwa nguzo walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Sikiliza nikudadavulie kwa ufupi. Paulo alivyoitwa na neema Mungu aliyompa ilikuwa ni kwenda kuhubiri kwa watu wasiotairiwa, yaani watu wasiomjua Kristo. Hasa Kefa ambaye ni Petro pamoja na Yakobo na Yohana, hawa ni wanafunzi watatu bora walikuwa wanafunzi wa Yesu. Walikuwa wanatembea na Yesu kila mahali. Alikuwa hawaachi ya watatu. Acha wale wengine wengi. Milimani, kwenye maombi, watatu. Sasa wakati Paulo alipokuwa anafanya kazi, palitokea shida sana kati ya Kefa, Yakobo na Yohana. Wakasema, huyu bwana vipi? Lakini maandiko yanasema mstari wa 9, walipokwisha kuitambua ile neema niliyopewa, kwamba mimi nimepewa neema ya kwenda kuhubiri kwa wasio na tohara, na wao wameitiwa kwenda kuhubiri wenye tohara, wakampa mkono wa shirika. Yaani maana yake Petro
aliitwa, alipewa neema na Mungu kwenda kuhubiri kwa watu ambao wanamfahamu Kristo. Ndio maana kwa anafika mahali anasema, mmeshahubiriwa habari ya Roho Mtakatifu, mnamfahamu wokovu? Ndio. Na Roho Mtakatifu hata hatujui, anaombea pale. Kwa hiyo yeye Petro na Yakobo na Yohana walipewa neema ya kwenda kuhubiri kwa watu waliokwisha kutahiriwa, lakini Paulo alipewa neema na Mungu kwenda kuhubiri kwa watu wasiotahiriwa. Sasa nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba, nikupe tu kwa ufupi, ili neema ya Mungu, asante Roho Mtakatifu, ili neema ya Mungu ifanye kazi kwako, lazima uitambue neema ya Mungu kwa watu wengine. Kitendo cha kutambua na kuiheshimu neema ya Mungu kwa wengine, automatic, moja kwa moja, ile neema ambayo Mungu amekupa itaanza kufanya kazi kwako. Yes. Kutokutambua neema ya Mungu kwa watu wengine, kuto kuheshimu neema ya Mungu kwa watu wengine, wewe, hiyo neema ya Mungu kwako itatoka wapi? Haiwezi kufanya kazi kwako. Kwa hiyo tunaanza kuheshimu na kutambua neema ya Mungu kwa watu wengine, ndio na sisi neema za Mungu zinafanya kazi kwetu. Anyway, siku hizi kuna lugha nzuri inaitwa mafuta, kuto kuheshimu na kutambua mafuta ya mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama ni mdogo, tambua ni kwa neema ya Mungu. Hata kama ni mtu mzima, tambua ni kwa neema ya Mungu. Kitendo cha kuiheshimu na kutambua neema ya Mungu kwa mtu mwingine inaifanya neema ya Mungu, ama inamfanya Mungu aachilie neema yake kwako pia. Unapoanza kusigina na kukashifu watu wengine ambao pengine neema ya Mungu ndio imewafanya kuwa vile walivyo, unafikiri Mungu atakupa neema wewe? Hawezi kukupa hiyo neema, hawezi kukupa hiyo neema. Kwa hiyo tunapoona watu wengine, lazima tuitambue neema ya Mungu, tuiheshimu neema ya Mungu. Automatic na sisi ndio Mungu anaanza kuachilia neema kwenye maisha yako. Sasa utakuwa umenielewa vizuri sana. Ndio maana Paulo anasema, walipokwisha kuijua ile neema ya Mungu niliyopewa ili wagharimu, nitakuombea. Watu wataanza kuijua neema ya Mungu kwako na watakupa mkono wa shirika. Kuna watu Mungu ameshawaandaa wakushike mkono, wakusaidie, ila hawajaitambua neema ya Mungu iliyo kwako. Baada ya maombi haya, wataanza kuijua neema ya Mungu kwako. Wakiijua neema ya Mungu kwako, kumbe kuna kitu kinatakiwa kionekane kwako ili upate mkono wa shirika. Paulo alikuwa anang'ang'ana, mbona Petro anipi mkono wa shirika, tena mkono wa kuume? Kumbe walikuwa hawajaona ile neema ya Mungu aliyopewa. Na mimi nitakapokwenda kukuombea, ile neema ya Mungu itakapoanza kuonekana kwako, mkono wa shirika utakuja kwenye maisha yako. Sasa nataka ufahamu, iko neema ya Mungu. Nitakapoomba na wewe sasa, neema ya Mungu itaanza kuonekana kwako, itaanza kujulikana, na watu wataanza kupa mkono wa shirika, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kazini, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye taasisi, mahali popote. Ni maombi yangu leo mpaka neema ya Mungu ianze kuonekana kwako katika jina la Yesu. Haleluya.